Kutoka +255 Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, moja ya taarifa kubwa sana ambayo imechukua nafasi kwa siku ya leo. Tunajua mengi yamechukua nafasi kwa siku ya leo kwenye nyanja mbalimbali za siasa, jamii, uchumi, michezo, sanaa na burudani ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Lakini moja ya taarifa kubwa ambayo mapema sana asubuhi ya leo gonga vichwa vya watu ni kuhusiana na taarifa inahusu Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, na kwa mahususi kabisa ikiwahusisha vigogo wake akiwemo makamu mwenyekiti wa chama hicho kwa upande wa Tanzania Bara John Wegesa Heche, mwalimu huyu, lakini pia akiwemo pia katibu mkuu wa chama hicho John Mnyika, mjumbe wa kamati kuu Rose Mayemba, mkurugenzi wake wa habari na uenezi Brenda Rupia, mjumbe wa baraza kuu Hilda Newton, mwenezi wa zamani wa Bavicha Taifa kwa maana Toa Moipaya, na pamoja na afisa kutoka kurugenzi ya habari na uenezi Gervas Lenda. Lakini pia swala hilo likiwa linawagusa moja kwa moja bodi ya wadhamini pamoja na katibu mkuu wa chama hicho, na kubwa ni kuhusiana na kesi ambayo imefunguliwa na Saidi Isa Mohamed aliyewahi kuwa makamu mwenyekiti wa Chadema kwa upande wa Zanzibar na wenzake wawili kwa maana ya Ahmed Rashid Hamis pamoja na Maulida Anakom ambao ni wajumbe wa baraza la wadhamini, na ambao wamefungua maombi madogo kwenye mahakama kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam dhidi ya makamu mwenyekiti wa Chadema Heche pamoja na hao wenzake ambao tumekutajia. Na jambo kubwa ambalo linatokana na msingi wa hilo utakumbuka ni kuhusiana na madai ya kwamba wahusika wamekiuka maelekezo ya mahakama yaliyotolewa Juni 10 mwaka huu. Na maombi hayo madogo ambayo yamepewa namba 8960 ya mwaka 2025 yanatokana na kesi ya msingi namba 8323 ya mwaka 2025 ambayo inaendelea mahakama kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam chini ya Jaji Hamidu Mwanga. Sasa baada ya hili kuwepo, kumekuwa na mjadala mkubwa sana ambao umeendelea mitandaoni na kwenye vyombo mbalimbali vya habari, na watu wengi wakijaribu kuwa na maswali na mengi sana kwamba nini hasa ambacho kinatokea. Lakini utakumbuka hapa katikati kulikuwa na mvutano mkubwa pia mahakamani kuhusiana na uhalali wa amri yenyewe na utekelezwaji wa amri yenyewe, mawakili wa pande zote mbili wakiwa walikutana, walizungumza press conference kwa nyakati tofauti. Lakini kwa njia ya simu nimezungumza na wakili Gideon Simfukwe ambaye ni wakili wa anayeongoza jopo la mawakili wanaotetea Saidi Isa Mohamed na wenzake. Na wakili Gideon Simfukwe yeye makazi yake kule Zanzibar, na nimezungumza naye ili kufahamu msingi wa madai yao hasa ni nini kwenye kesi hii ambayo wameifungua nyingine, ambayo kwa sasa ni kama wamewahusisha vigogo wengine wote, kwa sababu liko hatihati kwamba huenda kama endapo mahakama itabaini jambo hili, basi inawezekana vigogo hao wote wakaishia gerezani. Nini hasa ambacho kilichopo nyuma ya pazia kuhusiana hili? Hiyo application document ile ni kweli kwamba document hiyo ni halali, ni ya kwetu, tumefaili na tumefaili application ya contempt of court ambayo ni kuidharau amri halali ya mahakama. Kwa sababu amri ya mwezi wa tarehe 10 mwezi wa 6 ya zuio imezuia kwamba shughuli zote za siasa zisiendelee. Sasa kuna baadhi ya watu wanasema aliyezuiliwa ni bodi ya wadhamini na katibu mkuu wa Chadema. Lakini kisheria ukizuia bodi ya wadhamini, ndio wenye chama wale, ndio wenye mali, ndio wenye asset. Sasa kama mwenye mali amezuiliwa, wewe ambaye sasa hata kwenye mali haumo, wewe unaweza kusema vipi kwamba hujazuiliwa? Kwa hiyo mahakama ilitoa ufafanuzi kwamba watu wote wamezuiliwa, na baada ya kutoa ufafanuzi ule na barua na msajili akaeleza vizuri, bado watu walikaidi kwamba aliyezuiliwa nani. Sasa tumepeleka ombi la contempt of court, kudharau amri halali ya mahakama. Na hao wote ambao unawaona wametajwa hapo, tunazo klipu, tumekusanya klipu zote ambazo huyu kasema hivi, huyu kasema hivi, kasema hivi. Kwa hiyo tunasema wamekengeuka na wamekwenda kinyume na amri ya mahakama. Tumeomba wachukuliwe hatua kali za kisheria za kwa nini wasiadhibiwe kwa mujibu wa sheria kudharau amri halali ya mahakama. Kwa hiyo hiyo ni ya kwetu, tumefaidi sisi. Na
mmeifaili moja kwa moja na mahakama imepokea, kwa maana ya taratibu zote mahakama imejiridhisha imepokea ama la? Tumeshaifali kwenye mfumo, yaani ukilipia kwenye mfumo unapewa control number, unalipia, yaani tayari ni kitu kiko halali na kiko kwenye domain ya mahakama. Kwa hiyo mmeshalipia tayari? Tumeshalipia tayari. Na mmewakopi upande wa pili? Tumeshawakopi upande wa pili. Mnaomba nini sasa? Maana yake mnachotaka adhabu gani? Mmesema ni adhabu, mnataka nini? Mahakama isemeje? Sisi tunataka mahakama iwaadhibu. Adhabu ya kudharau amri ya mahakama ni kosa la jinai, ni criminal offense hiyo. Unaweza ukachukuliwa adhabu, ukawekwa ndani, au mahakama adhabu itakayotaka, lakini ni kosa la jinai, sio tena madai hapo. Na adhabu yake inakuwaje kwa mujibu wa taratibu za sheria, ukitoa tu darasa kidogo, kama mtu anapoonekana kwamba ameidharau mahakama? Sasa nachelewa kwenda huko kwa sababu kitu kikishakuwa kwenye domain ya mahakama inaweza kusema pengine tunaingilia uhuru wa mahakama. Kwamba tunaweza tukawa tunafanya preemption, kwamba una preempt kwamba adhabu itakuwa ni hii, lakini tunachoweza kukwambia ndugu mwandishi ni kwamba hili ni kosa la jinai. Unadharau amri ya mahakama. Mahakama anakuambia usifanye hivi, wewe unafanya hivi kwa tafsiri yako wewe. Kwa hiyo tunakutake to task ili utueleze kwa nini umedharau amri halali ya mahakama, na ufafanuzi umetolewa na watu wametajwa pale. Wewe unasema aliyeshtakiwa sio viongozi, ni bodi ya wadhamini na katibu mkuu wa chama cha Chadema. Sasa ukiondoa bodi ya wadhamini, nani mwenye chama? Nani mwenye mali? Wewe utafanya vipi siasa wakati mwenye chama kashazuiliwa na mandate yake yote? Sasa wewe utafanya mandate hiyo, wewe unaitoa wapi? Kwa hiyo automatically na wale wanafollow ndani yake, viongozi nani wote wanaingia kwenye amri hiyo. Ukiangalia watu wanaweza wakawa wanajiuliza, mbona kama jamaa wametekeleza maelekezo ya mahakama, hawakanyage ofisini, hatuna ambaye tunamuona hata anatumia angalau baskeli yani eneo gani ambalo nyinyi mnafikiri nini, au ni katika tu sehemu ya kile ambacho wao wanadai kwamba mnawatengenezea mazingira ya kutofanya shughuli zao za kisiasa? Sisi hatuna kabisa issue kama hizo. Sisi tupo mahakamani kama mtu mwingine yoyote ambapo anaweza kwenda mahakamani kwamba bwana, mimi nadai haki yangu. Huyu Saidi Isa Mohamed aliyetoka Zanzibar amekwenda mahakamani kama mtu mwingine yoyote, kwamba sheria inasema all people are equal before the law. Hata wewe mwenyewe leo unaweza kupeleka kesi yako mahakamani na mahakama ikatoa maelekezo hivi na hivi. Sasa yeye atakaye kwenda kinyume na maelekezo ya mahakama, yani issue yetu sisi ni kwamba kuna watu wanatembea mtaani wanasema aliyezuiliwa sio chama cha Chadema bwana, aliyezuiliwa sio viongozi wa Chadema bwana, aliyezuiliwa ni katibu mkuu na bodi ya wadhamini. Hiyo ndio tafsiri yao. Kwa hiyo shughuli za kampeni shughuli za siasa hazijazuiliwa, sisi tuendelee. Hiyo ndio issue yetu sisi, kwamba sasa wewe unaposema tuendelee, huoni kuna zuio la mahakama? Na kama kuna zuio la mahakama unasema halikuhusu, basi tuende mahakamani, njoo tueleze wewe linamhusu nani. Si tafsiri ya sheria tumeshatoa na msajili katoa ufafanuzi na barua msajili ikatoka na tukawakopi na nakala wakapewa, lakini bado tunaona baadhi ya watu wanapita. Kwa hiyo hao tuliowaorodhesha watu 9 au watu 10 hao ni wale ambao tuna credible evidence ya klipu zao kwa sehemu mbalimbali ndani ya nchi, wanahimiza zuio alijatolewa kwa Chadema, zuio alijatolewa limetolewa kwa bodi ya wadhamini na katibu mtendaji. Sasa ndio hao ambao tumesema tumepeleka ombi mahakamani kwamba wanadharau amri halali ya mahakama, kwa hiyo wachukuliwe hatua kali za kisheria. Kwa uzoefu wako na utaalamu wako wa sheria, manake kama mahakama itaipangia tarehe hii, inaweza ikasimamisha ile ya msingi ama zinaweza zikaendeshwa zote kwa pamoja? Hii haiwezi kusimamisha ya msingi, kwa sababu ya msingi ukumbuke imepangwa tarehe 30 kama sikosei. Tarehe 30 ya. Na tarehe 30 tunakwenda kwa ajili ya mambo mengine. Wameweka pia mapingamizi ambayo mwanzoni waishaleta tukayasikiliza, wameleta tena. Sasa ni haki ya mtu kuja mahakamani, tutakwenda kuyasikiliza ya mapingamizi. Kwa hiyo kwa kuwa wameweka mapingamizi kwenye ile kesi ya msingi, na sisi tumeona tulete ombi. Sasa hili ombi linaweza likasikilizwa tu na mheshimiwa jaji mwingine, na tegemea na mahakama watakavyotuelekeza. Kwa hiyo hili haliwezi likaathiri kesi ya msingi kwamba isiendelee isipokuwa tu tuta acknowledge kwamba kuna order ya mahakama
ya tarehe 10 Juni 2025. Wewe unasema kwenye clip zako hizi tulizonazo kwamba Chadema hajazuiliwa. Sasa hebu tuambie aliyezuiliwa ni nani kwa tafsiri yako wewe? Kisheria tuambie hapa. Ndio hoja yetu sisi iko hapa. Kwa hiyo hii mwandishi haiwezi kuzuia kabisa kesi ya msingi. Tutaendelea na vyote kwa pamoja. Okay, kwa sasa una kipi ambacho unaweza ukawaambia Watanzania, manake wapo kwenye sintofahamu kweli kweli na hiki, na wengi wanaenda mbali zaidi, wasema mawakili na wateja wao ni kama wanatumika tu kuikandamiza Chadema? Hakuna mtu anayetumika. Unajua watu pengine wanaweza wakaishia hivyo. Hiki ni chama cha Chadema, wanashtakiana wao kwa wao. Chadema ambao ni memba wa bodi ya wadhamini wa kutoka Zanzibar wanaishtaki chama chao cha Chadema kwa hizo sintofahamu zao. Sasa hapo nani anatumika vipi? Mtu atatumika vipi hapo? Na anakuinstruct Said Isa Mohamed ambaye ni party wa Chadema, anaishtaki chama chake cha Chadema. Kwa hiyo hakuna instruction nyingine yoyote kutoka sehemu nyingine yote isipokuwa ni kutoka kwa wateja wetu Said Isa Mohamed na wenzake wawili, mama Komu na mwenzake, wako watatu. Kwa hiyo hakuna tatizo kwamba pengine kuna instruction yoyote. Hakuna instruction yoyote, na kuthibitishia kabisa ni kesi ya kawaida tu ya madai kama kesi zingine zilivyo za kawaida, isipokuwa tu pengine kwa sababu imegusa chama cha Chadema na nini, unaona. Lakini hakuna instruction yoyote. Nikushukuru sana bwana wakili. Asante kaka, nashukuru sana. Uko Zanzibar? Mimi sasa hivi naongea nawe niko Zanzibar. Kila laheri bwana, tutakuja kula urojo huko. Asante, karibu sana. Asante. Nitaitumia hii sauti bwana. Na? Nitaitumia hii sauti. Sawa, haina shida. Haya, asante. Asante sana.